Naam, mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, baada ya kuzungumza na mwenyekiti wa chama cha wafugaji mkoa wa Pwani, sasa tunaungana na katibu wake tuzungumze naye hapa. Katibu wa chama cha wafugaji mkoa wa Pwani naye alikuwepo katika mkutano huu ambao umefanyika leo maeneo ya Chalinze hapa. Katibu, kwanza hongereni sana kwa kikao kikubwa ambacho mmekifanya leo. Nashukuru sana. Labda pengine kwa majina yako kwa watu ambao hawakufahamu. Kwa majina yangu naitwa Erasto Keke, ndio katibu wa chama cha wafugaji mkoa wa Pwani. Katibu, leo mmefanya mkutano wa kuhusiana na elimu ya chanjo kwa wafugaji ambayo ni kutoka kwa Mama Samia ametenga kiasi kikubwa sana cha fedha. Sasa mnavyoona elimu hii kwa hawa wafugaji imefika kwa kiasi gani? Kwa kweli elimu hii mimi naweza nikasema kwamba imefika kwa 80%. Na kitu kilichofanya hivyo, huko mwanzo walikuwa wana hofu kutokana na chanjo ya kwanza ambayo imeambatana na hereni, ili ilikuwa ni utambuzi kwa mifugo. Lakini sasa ilionekana kama ni kasheria kandamizi hivi, wakawa wafugaji walikuwa na ilani sana huo mpango. Sasa ilipokuja tena huu, wakawa nafikiri kwamba ndio ile. Lakini baada ya kuelimisha hapa kwamba kweli serikali kwa wakati huu lengo ni moja tu, lengo la kuchanja mifugo, na kuchanja mifugo, ukishachanja mifugo manake unaikiwa hereni, na ile hereni haina maana nyingine ile ya kwanza. Manake hereni kwamba ukishachanja tayari, manake inabidi weka alama ujue kabisa kwamba au mifugo imechanjwa. Kwa hiyo ukiona mifugo ambayo hajachanjwa, unajua ambayo haina hereni, unajua kabisa kwamba mfugo haujachanjwa. Kwa hiyo kwa hapa kwa 80% kubwa wameelewa. Lakini sisi tumesema kwamba wataendelea tena kukutana tena, lakini sio kama mkutano wa pamoja wa kanda. Itu kwamba maana yake kwamba kila mkoa utakwenda kukaa na kuhamasisha na kuelimisha ili kumalizia ile 30% ambayo tunaona kwamba ilikuwa bado. Labda jambo kubwa litaanza lini la uchanjaji? La uchanjaji bado haujaila. Tumesema kwamba katika miezi hii mitatu ijayo tutakuja kuanza. Kwa leo ilikuwa ni elimu tu kwanza? Leo ilikuwa ni elimu kwanza. Labda pengine kwa watu ambao wanatazama hapa wanaweza kujiuliza mgeni rasmi alikuwa ni nani kwenye mkutano wenu ambaye alikuwa anaongoza jopo hili? Tusema kwamba mgeni rasmi maana tunasema kwamba ni mwenyekiti wa chama cha wafugaji wa kanda. Serikali imetoa vishikwambi, imetoa pikipiki, imetoa na majokofu kuelekea chanjo hiyo. Nyinyi kama wafugaji mmeipokeaje? Kwa kweli ndugu mtangazaji, wafugaji wameshukuru sana. Wanashukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Wamesema kwamba katika jitihada za serikali miaka yote, lakini hakuna safari hii rais aliyefikia hatua hii. Kwa hiyo namshukuru sana, na tumeona kwamba na sisi sasa wafugaji tulikuwa tunafikiri kwamba hatutambulike, lakini sasa tumeona tunatambulika mpaka rais, na ametupa mipango mizuri sana. Tuna imani sana kwamba sasa tutapata maendeleo mazuri kupitia msaada huu. Labda pengine ombi lako kwa serikali lingine ambalo pengine unaona wamepasahau? Kwa kuhusu jambo lingine ambalo mimi ningependa nikumbushie serikali, bado kuna changamoto kubwa sana ya watumiaji wa ardhi, ambao tunaweza kusema kwamba kati wafugaji na wakulima. Hii bado haijakaa vizuri, kwa sababu japo wafugaji wana maeneo na wakulima na wana maeneo, lakini bado wanaingiliana. Kwa hiyo hili nataka tena serikali simamie hili, tukisaidia si chama cha wafugaji, ili tuliondoe kabisa. Ukiondoa hili kabisa, basi hakutakuwepo tena na changamoto yote ya kuhusiana na masuala ya ardhi. Ukiwa kama katibu sasa, wito wako kwa wafugaji unawaambia nini? Kama katibu kwa wafugaji, siku zote kwanza ndugu mtangazaji, katika mikutano yetu yote, iwe mikutano ya kanda, iwe ni mkutano wa mkoa, iwe ni mkutano wa kiwilaya, na hasa huko kwenye kata, kwa sababu chama hiki kinaanzia ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa na taifa, kanda na taifa.
Sasa huwa tuna agenda, tumesema kwamba tuwe na agenda ya kudumu ya kuhamasisha wafugaji ili tuepukane na migogoro hii, na tunachosisitiza sana kwamba wewe ukiwa mfugaji huko kwenye eneo lako, hakikisha kwamba mifugo hutoi kuingiza katika eneo lingine la wakulima. Na lingine ni kwamba kitendo cha kuwaruhusu watoto wadogo chini ya miaka 17 wachunge, hilo liwe marufuku kabisa, tuachane na hiyo kabisa. Mifugo iwe inachungwa na watu wazima. Mimi nikushukuru sana katibu. Nashukuru sana. Asante. Na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV, tulikuwa Chalinze hapa. Tumezungumza na katibu hapa ambaye ametuambia mambo mengi kweli kweli, lakini kubwa zaidi ambalo mimi nimeondoka nalo ni swala la watoto wadogo kuzuiliwa kufanya masuala ya kuchunga mifugo. Badala yake watu wazima ndo wawajibike kwenye kuchunga mifugo. Nimeshukuru sana kwenye ajenda hii, lakini ajenda nyingine ambayo amezungumzia katibu ni kuhusu swala la wafugaji na wakulima. Ameiomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweke nguvu pia nako semina zipitike, maelekezo elekezi yapitike ili kuweza kumaliza mgogoro huu wa wafugaji na wakulima. Mimi nikushukuru sana kutokea Chalinze. Mimi ni Juma wa Sullivan TV.